Asante sana. Leo ni siku maalum. Hata ukiangalia kalenda zetu, kila jambo na wakati wake. Leo ni special day for Ngorongoro. Simba na Ngorongoro partnership, na ambayo ndio imetukutanisha wadau wote kutoka pande za mamlaka ya uhifadhi na klabu ya Simba. Kwa hiyo tuendelee kuwa na subira. Tumesema leo tumezindua ushirikiano huu, lakini taarifa rasmi zinazohusiana na Simba Day itafanyika lini na wapi, hilo ni tukio jingine ambalo tutaliandaa. Leo naamini kwamba Watanzania wote walikuwa na kiu ya kujua tunaposema the pride returns home tunamaanisha nini, na ni kwa sababu gani sisi kama taasisi mbili kubwa, moja taasisi ya umma na nyingine taasisi binafsi, tumefanya ushirikiano huu, na kwa kipekee kabisa tulibebe tukio hili kwa uzito huo. Simba tembelea Ngorongoro. Asante sana. Na mimi nimekujibu. Lakini kwa upande wa swali lilokuja kuhusu muda wa ushirikiano, tumesema ushirikiano huu ni mwanzo, na mwanzo wake ni katika maadhimisho ya Simba Day, ya kilele cha siku ya Simba, lakini vile vile kwa kipekee katika maadhimisho ya miaka 90 tangu kuanzishwa kwa Simba, na tutaendelea kufanya mashirikiano kwa sababu tunaamini mwanzo huu wa safari hii utaanzisha safari nyingine, na sisi tumeendelea kuwa mabalozi wa utalii Tanzania. Naamini hatutaishia katika masherekeo ya Simba Day kwa mwaka huu peke yake. Naamini nimekujibu swali lako. Okay. Simba inafaidika kwa sababu ukitizama tumezungumzia hapo awali jinsi ambavyo tutakuwa na shamra mbalimbali. Tumesema tutafanya uzinduzi wa matawi, lakini vile vile tumesema tutafanya uzinduzi wa jezi. Sasa sisi tumeenda kuangalia ni eneo gani ambalo limebeba upekee kwa Tanzania. Kwa sekta ya utalii Tanzania tumeona ni sehemu ambayo inatambulika duniani kwa kupitia UNESCO, na ndio maana tumechagua Ngorongoro, na Simba kama wadau wa utalii wanaenda kufaidika kutokana na historia mama ya Simba na Pride ambazo tuzimelezwa hapo awali, na sisi tunaamini itakuwa ni mwanzo mzuri kwetu wa kuweza kuzifanya taasisi zetu zote ziweze kutangaza majina yake, na kama ambavyo alisema kamishna awali, Simba pamoja na Ngorongoro ni chapa kubwa sana. Kwa hiyo mashirikiano haya yetu yote yanaenda kuwa na faida kwa taasisi zetu kwa muda mfupi na muda mrefu, na naamini kwamba Simba itafaidika zaidi kuliko hata Ngorongoro, lakini naamini Ngorongoro itafaidika zaidi kuliko sisi kwa sababu sisi tumesema hapo awali tuna takribani wafuasi bilioni 20 katika mitandao ya kijamii, lakini vile vile tunafuatiliwa kutoka pembe zote za dunia, na naamini hakuna taasisi ambayo isingependa kufanya kazi na Ngorongoro ama Simba kutokana na ukubwa wake. Asanteni. Niongezee hapo kwenye manufaa. Unajua Simba Day ni ya 10 na ngapi Ahmed? 15, 16, 17. Simba Day ya 17. Ukiifanya kila mwaka, mwisho watu watasema hii ya kawaida. Ndio maana klabu management wanafanya kazi usiku na mchana kubuni vitu ambavyo vitafanya ufuatiliaji. Kama nakumbuka kile kibegi cha mlima Kilimanjaro kilitrendi, Simba ikafuatiliwa dunia nzima. Ndio maana utashangaa Simba ina followers milioni 20, klabu ya Tanzania inawafuata hata milioni 10 haina. Sasa huu ni ubunifu. Fikiria ile tunazindua Simba Day Ngorongoro. Kuna watu wangapi watafuatilia Ngorongoro pale? Kwa hiyo tunawashukuru sana Ngorongoro hifadhi kwa kuturuhusu tukaweza kwenda Ngorongoro kuzindua. Sisi kwetu hiyo ni manufaa makubwa sana, kwa sababu hiyo ni faida kubwa sana kwa klabu ya Simba. Itaonekana ni kitu sio Tanzania tu, na itakuwa live Azam TV, itafuatiliwa kote ambako social media na hizi online TV zinafika. Nitaka kuonyesha faida ambayo Simba inapata. Tushasema Ngorongoro ni, na wale wanaojua sifa ya nyumbani anakaribishwa nyumbani, na nadhani mmeona karibuni tunasema karibu nyumbani. Kwa hivyo moja, inawezekana Simba ni miongoni mwa wale walioitikia wito wa kurudi nyumbani.
lakini wao wamerudi nyumbani kwa sababu pia wamefahamu kwamba wanaporudi nyumbani kwao kama Simba wao wenyewe walivyo, ni kwamba wanarudi nyumbani ambako unaona katika kuzungumza Pride Returns Home ina maneno makubwa sana mtayaona. Kwa hiyo sisi kwa sasa moja, kupitia katika mkakati wetu wa ushirikiano na wadau mbalimbali, lakini hasa ushirikiano sisi kama taasisi ya umma na sekta binafsi, tunafanya kazi na wadau ambao tunapaishana. Nilisema mwanzo kwa msisitizo, tunafanya kazi na wadau ambao tunapaishana. Sisi kama brandi kubwa Afrika na duniani tumefarijika kupata brandi kubwa inayokuja nyumbani kufanya kazi na sisi. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi, ukiwa ni brandi kubwa sisi tunafurahi sana na tunafarijika kufanya kazi na wewe, na Simba ni moja kati ya brandi kubwa, lakini tunaamini kwamba kwa sababu Simba ipo katika sekta ya michezo na burudani, na michezo yenyewe mpira wa miguu ambao tunafahamu jinsi ambavyo unavyounganisha watu, tunaamini kwamba ni fursa pia kwa Ngorongoro kuungana, kukutana na wananchi na wadau katika sehemu ambayo pengine sisi peke yetu tusingeweza. Lakini mwisho, kwa jina lao tu, na kwamba sisi Simba ndio hasa katika wale wanyama maarufu na wengine wale ambao mnawaona, kusema kweli tuliona kwamba ushirikiano huu una manufaa makubwa zaidi na una maana kubwa zaidi kwa sasa. Na maana kwamba mkakati wetu ni kwamba mkakati wetu pia wa mashirikiano uko wazi kwa wadau wengine wa aina mbalimbali, na tunao wengi tunaoshirikiana nao katika sekta mbalimbali. Kwa hiyo kwa mara nyingine, mwenyekiti na CEO, tunawapongeza sana kuitika wito wetu na kukubaliana kushirikiana na sisi katika shughuli tunazozifanya za kunadisha utalii, utamaduni na mambo yote yanayopatikana Ngorongoro na katika sekta ya utalii katika nchi nzima ya Tanzania. Asante sana, tunashukuru.